Nashukuru watu wote mliofika mahakamani leo, wanachama, wananchi, viongozi na vyombo vya habari ambao mmefika kwa wingi sana leo. La pili, tutumie fursa hii kurudia na kusisitiza. Mwenyekiti Tundu Lissu ameeleza gerezani kwamba mahakamani hapa kwamba uamuzi wa DPP na waendesha mashtaka wa serikali kuwasilisha maombi haya kinyume cha sheria, kinyume cha haki, ni matumizi mabaya ya mamlaka ya DPP na mipaka aliyowekewa na katiba ya nchi, ibara ya 59 B kubwa kifungu kidogo cha 4 ambacho kinataka yeye katika kutumia mamlaka yake kinamtaka asiingiliwe na mtu yoyote wala mamlaka yoyote, lakini ayatumie hayo mamlaka kwa kutenda haki, ayatumie hayo mamlaka bila matumizi mabaya ya mamlaka, na ayatumie hayo mamlaka kwa maslahi ya umma. Kwa maombi haya yaliyoletwa mahakamani na kwa hoja ambazo mwenyekiti Tundu Lissu amezisema mahakamani, ni dhahiri kwamba DPP amekwenda kinyume na mamlaka hayo ya kikatiba kwa siku hizo 139 ambazo mwenyekiti Lissu amekuwa gerezani. Sasa sisi hatutaingilia maamuzi ya majaji, lakini tunarudia kumtaka DPP, kwa sababu kulisema hili sio kuingilia mambo ya mahakama wala sio kuingilia mambo ya mahakamani. DPP ana mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria, wakati wowote ule akiona kesi haina msingi wowote, wakati wowote ule akiona kesi haina maslahi ya umma, anaweza kupeleka mahakamani hati ya nia ya kutokuendelea na kesi, no prosecute, na akisha wasilisha hiyo hati, kesi inafutwa mara moja. Namna mojawapo ya nchi yetu kuondokana na aibu hii inayoendelea mahakamani, namna ya nchi yetu kuepukana na matumizi mabaya ya fedha za umma, sababu kadiri kesi inavyoendelea kusikilizwa mahakamani. Kwa mfano leo imesikilizwa mahakama ya rufaa, makao makuu ya mahakama yalishahamia Dodoma. Manake majaji wakija mahakamani hapa mahakama ya rufaa ni gharama za umma, wanakuja Dar es Salaam kwa ajili hiyo, ni gharama. Mmeona halaiki ya askari huko nje na magari ya askari na deployment kubwa, sio tu eneo la nje ya mahakama, mitaa mbalimbali, kwa sababu ya kesi hii ambayo haina sababu yoyote ya kuwepo mahakamani. Tunarudia tena kumtaka DPP kuiondoa hii kesi mahakamani. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, mwaka mmoja na miezi 3, inatosha. Kesi hii iondolewe mahakamani. Lakini nitumie fursa hii kwa uchache tu kusemea vile kauli ambazo waziri mkuu amekuwa akizitoa mfululizo wa hizi siku chache hizi, kwa siku 5 mfululizo amekuwa akitoa kauli mbalimbali. Maana ya Mwigulu Lameck Nchemba, moja ametoa kauli akitaka kuonyesha kwamba yeye Mwigulu Lameck Nchemba hawana mgogoro na vyama vya siasa. Kwa maneno mengine vile Mwigulu anasema hana mgogoro na Chadema. Hii kauli ya Mwigulu Lameck Nchemba ni ya uongo, kwa sababu uamuzi wa Patrobas Katambi kutoa zuio la mikutano ya hadhara, uamuzi ambao umekuwa na baraka kwa maneno ya yeye mwenyewe Mwigulu Lameck Nchemba, uamuzi huo unaashiria kuna mgogoro mkubwa ambao yeye Mwigulu Lameck Nchemba, Patrobas Katambi na wenzao wanao dhidi ya Chadema, na mambo mengine yote wanayoyasema ni visingizio tu, lakini dhamira ni kuzuia mikutano ya hadhara ya Chadema. Sasa kamati kuu imekutana na maamuzi ya kamati kuu, tutawaita wanahabari kuja kueleza maamuzi ya kamati kuu iliyofanyika Kigoma. Lakini ishara nyingine ya kwamba kuna mgogoro kati ya Mwigulu Lameck Nchemba, ofisi ya waziri mkuu, na Chadema ni kwamba mpaka tunavyozungumza hivi sasa, na hili Mwigulu analifahamu, ofisi ya waziri mkuu inalifahamu, msajili wa vyama vya siasa ambaye yuko chini ya ofisi ya waziri mkuu bado amezuia ruzuku ya Chadema ya milioni 500
Tulipotoa kauli hii awali kabla ya kwenda kwenye kamati kuu, walisema ofisi ya msajili, wakanukuliwa na nyinyi vyombo vya habari, wakasema kwamba Chadema imepeleka barua ya kukumbusha jambo hili na kwamba linashughulikiwa. Siku chache baadaye, na asema haya hadharani, msajili akatuandikia barua nyingine ambayo haikuwa na msingi wowote, lakini ilikuwa ni na dhamira ya kuchelewesha ifike juzi tarehe 30 mwezi Juni mwaka wa fedha uishe, ili msajili aje atoe kisingizio kwamba jambo hili limechelewa, fedha zimerudishwa hazina. Katika hali hii, kwa kuwa tumeshaanza mwaka mpya wa fedha, leo ni tarehe 3 mwezi Septemba, tarehe 3 mwezi Julai, tarehe 3 mwezi Julai, tunamtaka Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba na ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya Fedha, kama wanasema hawana mgogoro na Chadema, tuna mgogoro nao mkubwa sana sisi kwenye mambo makubwa sana. Tuna mgogoro nao Chadema, tuna mgogoro nao na Watanzania tuna mgogoro nao. Watanzania wana mgogoro na serikali hii. Hilo ni jambo ambalo liko dhahiri, wasiseme kwamba hakuna mgogoro katika nchi hii. Lakini katika jambo hili dogo sana la ruzuku, tunataka watoe kauli. Kama bado hawaendelezi migogoro, ni kwa nini mpaka sasa hawajaingiza ruzuku ya Chadema? Kwa wanachadema wote, nitumie fursa hii tu kuwaeleza jambo hili la kuzuia mikutano ya hadhara. Mvute subira, tumekushalisema kwamba ni uamuzi haramu, ni uamuzi batili. Kauli ya Patrobas haikuzingatia katiba, haikuzingatia sheria, hakuwa na mamlaka ya kutangaza hali ya hatari, hakuwa na mamlaka ya kuzuia mikutano. Lakini ni hatua zipi ambazo chama tutachukua? Kamati kuu imekushafanya maamuzi, tutawaita makao makuu ya chama, tutatangaza uamuzi. Kwa sasa tuko katika msiba vile, makamu mwenyekiti wetu amefiwa na dereva. Leo asubuhi kabla ya kuingia mahakamani nilitafuta update ya nini kinachoendelea, kwa sababu jana hakufanyika uchunguzi wa mwili, na nikawa nimeelezwa muda ule ndio sasa walikuwa wameingia kukamilisha uchunguzi wa mwili. Tumekubaliana kwamba taarifa ya matokeo ya uchunguzi itatolewa na viongozi walioko kule Kigoma. Maana kule bado yuko makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, yuko vile naibu katibu mkuu Amani Gorugwa. Watatoa taarifa kuhusu swala hili la msiba na ratiba ya maziko baada ya kuwa uchunguzi umekamilika kule Kigoma. Katika hatua hii tu nisisitize kwamba tutawaita makao makuu ya chama wanahabari kuwaeleza maamuzi ya kamati kuu iliyokaa kwa siku 3 Kigoma. Asanteni sana.